Breaking news kutoka Kaniki Online TV na taarifa kutoka Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma limethibitisha kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa Tundu Lissu, ikielezea kuwa anashikiliwa kwa tuhuma za kutoa maneno ya uchochezi yanayolenga kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 Oktoba. Akizungumza na wanahabari Aprili 10, 2025, kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SASP Marco Chilia amesema Lissu alikamatwa mnamo Aprili 9 katika mtaa wa Soko Kuu wilayani Mbinga na kwamba kwa sasa anaendelea kuhojiwa na maofisa wa polisi jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa jeshi la polisi, Tundu Lissu anatuhumiwa kutoa matamshi ambayo yanaweza kuashiria uvunjifu wa amani na kuyumbisha utaratibu wa kikatiba wa kufanyika kwa uchaguzi mkuu kama ilivyotarajiwa na Watanzania. Jeshi la polisi limetoa onyo kwa vyama vyote vya siasa na wananchi kwa ujumla kuepuka kauli au matendo yanayoweza kusababisha taharuki na kuharibu amani. Alisisitiza kuwa halitasita kuchukua hatua za kisheria dhidi ya yeyote atakayekiuka sheria hizo. Taarifa kutokea kwa jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma limethibitisha kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambapo video zake zilitambaa siku ya jana. Huyo hapa kamishna msaidizi wa polisi kanda ya Ruvuma. Ndugu wanahabari, jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma tunaendelea vyema na majukumu ya kusimamia sheria za nchi katika kuhakikisha usalama wa raia na mali zao. Napenda kutoa taarifa ya kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chadema ndugu Tundu Antipas Lissu. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma linapenda kutoa taarifa ya kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ndugu Tundu Antipas Lissu. Mnamo tarehe 9 mwezi wa 4, 2025 katika mtaa wa Soko Kuu wilaya ya Mbinga, jeshi la polisi lilimkamata mwenyekiti huyo wa Chadema kufuatia tuhuma zilizokuwa zinapelelezwa za kufanya uchochezi wa kutofanyika kwa uchaguzi mkuu wa 2025. Mtuhumiwa huyo anahojiwa na jeshi la polisi juu ya tuhuma hizo huko Dar es Salaam. Jeshi la polisi linatoa onyo kwa vyama vyote vya siasa kutotoa maneno ya uchochezi, kutotoa lugha ya kukashifu polisi au serikali, au kuonyesha viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Na kwa yeyote ambaye tabainika kufanya vitendo hivyo, jeshi la polisi litamchukulia sheria na litamtendea kwa mujibu wa sheria. Ndugu wanahabari, jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma tunaendelea vyema na majukumu ya kusimamia sheria za nchi katika kuhakikisha usalama wa raia na mali zao. Napenda kutoa taarifa ya kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chadema ndugu Tundu Antipas Lissu. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma linapenda kutoa taarifa ya kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ndugu Tundu Antipas Lissu. Mnamo tarehe 9 mwezi wa 4, 2025 katika mtaa wa Soko Kuu wilaya ya Mbinga, jeshi la polisi lilimkamata mwenyekiti huyo wa Chadema kufuatia tuhuma zilizokuwa zinapelelezwa za kufanya uchochezi wa kutofanyika kwa uchaguzi mkuu
wa 2025. Mtuhumiwa huyo amehojiwa na Jeshi la Polisi juu ya tuhuma hizo huko Dar es Salaam. Jeshi la Polisi linatoa onyo kwa vyama vyote vya siasa kutotoa maneno ya uchochezi, kutotoa lugha ya kukashifu polisi au serikali, au kuonyesha viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Na kwa yeyote ambaye tabainika kufanya vitendo hivyo, Jeshi la Polisi litamchukulia sheria na litamtendea kwa mujibu wa sheria. Ndugu wanahabari, Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma tunaendelea vyema na majukumu ya kusimamia sheria za nchi katika kuhakikisha usalama wa raia na mali zao. Napenda kutoa taarifa ya kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chadema ndugu Tundu Antipas Lissu. Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma linapenda kutoa taarifa ya kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ndugu Tundu Antipas Lissu mnamo tarehe 9 mwezi wa 4 2025 katika mtaa wa Soko Kuu, wilaya ya Mbinga. Jeshi la Polisi lilimkamata mwenyekiti huyo wa Chadema kufuatia tuhuma zilizokuwa zinapelelezwa za kufanya uchochezi wa kutofanyika kwa uchaguzi mkuu wa 2025. Mtuhumiwa huyo amehojiwa na Jeshi la Polisi juu ya tuhuma hizo huko Dar es Salaam. Jeshi la Polisi linatoa onyo kwa vyama vyote vya siasa kutotoa maneno ya uchochezi, kutotoa lugha ya kukashifu polisi au serikali, au kuonyesha viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Na kwa yeyote ambaye tabainika kufanya vitendo hivyo, Jeshi la Polisi litamchukulia sheria na litamtendea kwa mujibu wa sheria.